Bwana, moja kati ya habari nyingine ambazo tunazo ni kwamba Iran ilianzisha mashambulizi katika nchi ya Uturuki, ambapo inadaiwa kwamba ulinzi wa anga wa NATO umedungua kombora la Iran lilikuwa likielekea huko nchini Uturuki. Ulinzi wa anga wa NATO umeharibu kombora la Iran lililokuwa likielekea katika anga ya Uturuki, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Uturuki. Katika taarifa ambayo awali ilikuwa katika lugha ya Kituruki, Wizara ya Ulinzi ilisema hakukuwa na majeruhi. Imesema kombora hilo lilidunguliwa likipita katika anga ya Iraq na Syria na kuelekea katika anga ya Uturuki. Taarifa imeeleza kwamba tunaonya pande zote kujiepusha kuchukua hatua zozote zinazoweza kusababisha mzozo kuenea zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Taarifa kutoka Uturuki, mwanachama wa NATO, ilisema. Hata hivyo, Uturuki ilimweleza rais wa Marekani Donald Trump kwamba anapaswa kuangalia namna ya kuachana na mpango wa vita hivyo, kwa sababu ni vita ambavyo kimsingi mpaka wakati huu vimeonyesha namna rais huyo alivyoshindwa katika kupambana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Licha ya vitisho vikali kutoka kwa Rais Donald Trump, lakini Iran iliendelea katika mapambano na imesema itapambana mpaka tone la mwisho kuhakikisha adui alianzisha ugomvi anaondoka mwenyewe, kwa maana Marekani iachane na vita hivyo. Hata hivyo, Uturuki haipo upande wowote katika vita hivi, licha ya kwamba ni moja kati ya mataifa yaliyopo Ulaya na Mashariki ya Kati, lakini haikuonyesha kwamba ipo katika upande gani. Hata hivyo, mpango tu pekee ambao Uturuki ilieleza ni kuitaka Marekani kuachana na vita hivyo pamoja na Israel, ikisema kumuua Ayatollah Al-Khamenei pamoja na kuwa watoto katika shule ya wasichana ni jambo ambalo ni uvunjifu wa haki za binadamu, lakini pia na sheria za kimataifa. Uturuki, moja kati ya mataifa ambayo ni wanachama wa NATO, imeshuhudia kombora ambalo kama lingeifikia nchi hiyo ni kwamba kungekuwa na madhara makubwa ambayo yametokana na vita hivyo. Kimsingi, vita katika eneo la Mashariki ya Kati inagusa kila mahali katika eneo hilo. Iran imeamua kufanya mashambulizi popote ambapo kuna maslahi ya Marekani. Hata hivyo, watu wengi walikuwa wakihoji kwa nini Iran inaamua kuwashambulia mpaka majirani zake. Ni mpango ambao Iran iliutengeneza kwa muda mrefu, ni mpango ambao kimsingi ulikuwa na maana kubwa sana kwamba lazima waharibu kila kitu ambacho Marekani inakitegemea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Na hata baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba kinachoelekea ni Marekani kuhama katika eneo hilo la Mashariki ya Kati katika kipindi cha vita, endapo itaamua kuendelea, na hivyo iamue kutumia makombora ya masafa marefu kutoka nchini Marekani hadi katika taifa hilo la Kiajemi la Iran, kama ambavyo ilirusha makombora yake ya Bank Buster kupitia ndege za BH2 kutoka Miami hadi nchini Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea